Nyama napendaka kudanganywa sana sana. Mapena niwaambie wapi wala muone wapi tena sema hapa adui hayafika hapo. Tuko tu activity kama kawaida. Adui hayafika kama mtuga hapana. Nyambo nasikia ni bongo. Ni bongo ile bongo. Adui hayafika hapo. Kule kama mlipana ile information asubuhi mlipatikwa nimero yake. Au kwa mwana namfamia atafute nimero yake anipatie kwanza hayo. Tuko hapa kumielea ndoko esa. Kundi ya mvuma ya MDP Bari APC ambayo inaongozwa na Kamanda James Fieka Adui pamoja na kiongozi Mafikiri Mkongomani. Hiyo ndiyo kundi lake. Hapa tuko kwenye kazi. Hiyo naona ni Simba moya. Usizeni kama ni imbo, hapana. Naam, waligani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, karibu kwamba tunanasi katika habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 30 mwezi Novemba mwaka wa 2025, ikiwa ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi wa 11, tukiukaribisha mwezi wa 12 ambayo hakuna hajua utakuja na nini. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia kituo chako bora cha matangazo Amani TV Media. Na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhan. Kama kawaida, kulala ni habari lakini pia kuamka ni habari. Hiyo ni hali halisi ya kile ambacho endelea huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama kawaida, asubuhi ya leo tunakuja ili tupate kutaarifu yote yanayojiri sehemu mbalimbali uko kwenye uwanja wa vita tarafani Mwenga, lakini pia sehemu zingine mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tumekukusanyishia habari nyingi asubuhi ya leo. Kwa hivyo nakusihi uendelee kupata habari hizi, hakikisha kwamba una subscribe channel hii, una comment, lakini pia una share kwa walio wengi zaidi, na wao endelee kupata habari hizi kama kawaida, kwa sababu ni vema kuweza kufahamu habari za nchi, habari za namna ambavyo hali ya usalama endelea kubadilika kwenye uwanja wa mapambano huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Tulipofika tukaongea kizungumza na jeshi letu la government FRDC na Etafoke Burundeze, lakini walituambia ya kwamba kundi letu haliwezi kufaulu bila kukusanyika sisi wote wazalendo pamoja na FRDC ili kufanya kazi. Naam, nasema karibu mara tena na natoa shukrani za dhati kwenu nyote ambao mmekuwa nasi kuanzia mwanzo wa mwezi huu wa 11 mpaka hapa ambako tunafika mwezi wa siku ya mwisho ya mwezi wa 11. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki nyinyi ambao pia mmeweza kuwa mnapokuwa mnapata notification zetu, mnakuwa kwanza kufuatilia taarifa zetu, nyinyi ambao tayari mnakuwa kwanza kushare habari zetu. Tunasema shukrani za dhati, na tutaomba tena mwezi wa 12 tuendelee na kasi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba habari zinawafikia wengi zaidi. Na sasa tutafungua kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Mwenga. Mwenga siku hizi inakuwa moja kati ya chimbuko ambako kunatoka habari nyingi sana. Na hiyo ni kutokana kwamba na taarifa ambazo zinaendelea kuzunguka kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba waasi wanasonga mbele sana, na sasa wanakaribia kuingia maeneo ya Mwenga Center, au waasi wameshaingia Mwenga Center. Sasa ukweli unashindwa kupatikana uko namna gani? Sasa sisi tunakuletea habari za uhakika, habari kutoka kwenye vyanzo vya uhakika. Kwanza kabisa, kabla hatuja kuletea kile ambacho endelea huko Mwenga na maeneo mengine, sikiliza kwanza hii hapa, kisha tunakuletea habari kamili. Nyama napendaka kudanganywa sana sana. Mapena niwaambie wapi wala muone wapi tena sema hapa adui hayafika hapo. Tuko tu activity kama kawaida. Adui hayafika kama mtuga hapana. Nyambo nasikia ni bongo. Ni bongo ile bongo. Adui hayafika hapo. Natumai kwamba mmeweza kusikia hiyo video na kuitazama. Hiyo ni video ambayo inarekodiwa huko Mwenga, ambao tumeamuru watufanyizie video kuhakikisha kwamba tunaona ya kwamba je, Mwenga waasi wa M23 wameingia Mwenga Center aidha ni namna gani. Sasa mpendwa msikilizaji, kumekuwa na taarifa nyingi zikiendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu hali ya usalama katika eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini. Hata hivyo, vyanzo vya eneo hilo vinaendelea kutuambia kwamba hakuna kundi lolote
Aidha, hakuna kikundi chochote kile kinachohusiana na AFC M23 RDF kilichoingia ndani ya Mwenga Center wala makao makuu ya wilayani Mwenga, kama inavyoendelea kudaiwa na baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii, sijui video zikionyesha kwamba waasi wameingia Mwenga. Kinyume chake ni kwamba hali inaripotiwa kuwa na mashuhuda ndani ya Mwenga ni kwamba majeshi wa FARDC yakishirikiana na makundi ya wazalendo pamoja na vikundi vya jeshi la Burundi yanaendelea kuonekana kuongezwa kwa wingi katika eneo hilo. Kikosi hicho kimeripotiwa kuwasili kwa idadi kubwa sana, hatua inayoonyesha kuwa kuimarisha ulinzi wa raia na kulinda mipaka ya eneo hilo. Kwa hivyo habari kuu tulionayo asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ndege maalum za kijeshi za FARDC zimeendelea kutua huko eneo la Mwenga tangu alfajiri, zikiwasili na makundi mapya ya majeshi pamoja na vifaa vizito vya vita. Hii ni sehemu ya maandalizi makubwa ya operesheni inayolenga kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya waasi wa AFC M23 ambao wamekuwa wakisababisha hali ya kutokuwa na usalama katika maeneo kadhaa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashuhuda wa eneo hilo wanasema kuwa shughuli za kutua kwa ndege na kupakua vifaa zimekuwa zikifanyika kwa kasi, jambo linaloonyesha kuwa jeshi la FARDC limeingia kwenye hatua mpya ya juu zaidi ya kioperesheni zake. Wakati huo, taarifa za kuaminika kutoka kwa vyanzo vya usalama zinaeleza kuwa vikosi vya jeshi la Burundi vimeingia nchini kwa wingi kabisa. Baada ya kuwasili, vikosi hivyo vimejielekeza moja kwa moja kwenye mstari wa mbele wa mapambano, wakijumuika na majeshi ya Kongo pamoja na makundi ya wazalendo wanaojulikana kama raia wenye kujitolea kwa ajili ya kuweza kulinda taifa. Mezila avyo de guerre zenye ziko zinakuja ziko zinashatu mweo na kurudia mweo destination yao na siasa ndio tuwezi jua juu baba anaweza yule ni wakubwa ya majeshi, lakini ile tatu mimi nakuhesabiria pale njo yenye iko mu mikono kwanza ya gouvernement kwa kukuwa na tuisha mu maranforo na ukiatwalia amu atazi mablesse Mwenga kuplenda aviation ya mzuri sana, na ndio pale nasikia kama helikopteri ilifika yakatoa ile blesse hii ni nani ya Barundi na ikaenda nao jana. Merci sana. Kuwasili kwa nguvu hizi za ziada kuna dhihirisha dhamira ya pamoja ya washirika hawa, wakihakikisha kuwa maeneo yote yanayodhibitiwa na waasi yanarejeshwa mikononi mwa serikali. Maafisa wa jeshi wanasema operesheni hii mpya inaandaliwa kwa umakini mkubwa, ikiwa na malengo ya muda mfupi pamoja na malengo ya muda mrefu. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo, lengo la kwanza ni kusukuma nyuma waasi na kuvunja ngome zao kuu. Lengo la pili ikiwa ni kurejesha utulivu na wa kudumu ili kuwawezesha wakaaji waliokimbia makazi yao waweze kurejea bila hofu yoyote ile. Pia wanasisitiza kuwa kurejea kwa utulivu kutafungua njia kwa shughuli za kiuchumi, elimu na afya kuanza tena bila usumbufu. Wananchi wa maeneo ya karibu na mapigano wanaombwa kuendelea kuwa na utulivu, kutii maelekezo ya mamlaka na kutoa taarifa zozote ambazo zinaweza kusaidia kufanikisha operation hizo za kivita. Mpendwa msikilizaji, maandalizi katika tarafani Mwenga uko kwenye uwanja wa vita ni makubwa zaidi, na huyu hapa ni moja kati ya msemaji wa makundi ya kizalendo kutoka huko Mwenga akishuhudia namna ambavyo tayari vifaa vimeanza kuingia, lakini pia majeshi yameanza kuingia kwa ajili ya kuanzisha operation. Ndiyo ndugu mtangazaji, ninaweza kusema kama umeuliza kwa nini sisi hatufuatilie adui na kwa nini tumesubiria tu adui ndio tufate. Hapana, sisi tunafuatilia adui. Tunafuatilia adui mahali popote anapopatikana, na wakati yenyewe muda fulani inaweza kupita tufuatilie adui kufasi ambapo anapopatikana, kusema kuna kwa vitu fulani ambao tumekuwa tumekaukiwa wala tumekosa au tumepungukiwa, ninaweza kusema. Lakini tunafuatilia adui na adui anateketea, adui anapigwa, lakini sasa wao ni wengi na wanakuwa na masikio mgumu, hata wanaweza kufa, lakini wanaendelea kusonga mbele. Na kwa sasa ninaweza kusema kwamba
Sisi kama tuko hapa tulikuwa tukisubiria vitu fulani fulani ambao ilikuwa inatuzuia kwa kumfuatilia. Nyuma nilikwambia kama sisi tuko hapa tunakala maeneo fulani fulani kwa kusubiria adui, na kama nilisema vile juu kuko mambo fulani fulani ambao tulikuwa tukikosea. Sasa kwa leo jana na leo hii mimi naweza kusema vitu vilianza vikafike na kwa sasa waanza wakigabule na kila position yote yenye tunakuwa tunafunga maeneo za manjia mapori. Najua kwamba hiyo vitu tayari imeenda na kugabuliwa maeneo fulani fulani ambao majeshi ya kwetu yamepatikana. Ni kwa ile naweza kusema antuka tuko tayari kwa usiku wala mchana kwa kumfuatilia. Kundi ya mvuma ya MDP Bare APC ambayo inaongozwa na Kamanda James Fieka Adui pamoja na kiongozi Mafikiri Mkongomani. Tuko kwenye kazi hiyo, naona ni simba moya. Usizeni kama ni imbo, hapana, haiko imbo, ni simba moya hiyo. Hiyo ni kundi yenye kuongozwa na James Fieka Adui pamoja na Mafikiri Mkongomani, na hapa tuko kwenye nyanja za juu kwenye milima mirefu na mifupi ili kufanya patrouille de reconnaissance. Na tunaomba wakaaji wote wa Uvira, Sud Kivu yote, Mungu atusaidie, tutafanya kazi kwa nguvu zetu. Hii ni kundi yenye kuongozwa na James Fieka Adui pamoja na kiongozi Mafikiri yenye inaongozwa na mvuma ya MDP Bare APC. Tunaomba serikali yetu ya Kongo kusapoti hii mvuma. Mtu sapoti, tuna kundi ndogo sana. Na hapa kuna kundi ingine ambayo tunaenda. Tuko hapa kwa kufanya kazi. Tulikutana adui iko kabisa hapa Muho Plateau na Mwae Plateau Kageregere. Hii shede mtumba yote gisi mnaiona huku mko M23 nyingi kabisa. Tulipofika tukaongea kizungumza na jeshi letu la government FRDC na Etafoke Burundeze, lakini walituambia ya kwamba kundi letu haliwezi kufaulu bila kukusanyika sisi wote wazalendo pamoja na FRDC ili kufanya kazi. Na kuna maoji ambayo walituoji kutuuliza ya kwamba katuna autorisation ya serikali ya FRDC kuautorize na coordination yetu ya wazalendo, mimi mwenyewe Fieka Adui kuja kufanya kazi huku, kwa sababu nitoka Uvira na Bisirani kusema ya kwamba kenye kitakuwa huku kikue. Lakini government yetu inasema mpaka sisi wote wazalendo tukusanyike pamoja na serikali ya FRDC na serikali ya Burundi ili tukuanza kufieka adui mwa milima yetu ya Kageregere. Sasa unajua wa viongozi wa kizalendo kama serikali iko nafanya mambo kama na hii kwa sababu sisi hatuko organize, ndio maana serikali iko na stope. Ikiona kundi moja na adui ni mwingi sana, na ndio maana serikali na stope kusema kwamba sisi sote tukusanyike. Lakini kuambia sana sana makundi ya kizalendo yote, kundi moja haiwezi kufaulu. Tuje kwa wingi, tungekuwa tuko wengi sana labda serikali hainge stope. Lakini kuona kundi moja tu ya mvuma MDP Bare APC inaongozwa na James Fieka Adui na observance wake Mafikiri Ulesha, na ndio maana serikali nasema tuache kwanza ili tuangalie kitu tutafanya. Lakini naomba wa viongozi sana sana wa kizalendo tuwe kwa umoja. Wanaanza kutudharau sisi wazalendo wenye kuwa mteritwari ya Uvira. Ona Walungu wazalendo na FRDC wako napiga adui na Nord Kivu. Fizi mheshimiwa Ngoma Nzito iko napigana kule. Lakini hapa kwetu mteritwari ya Uvira, Ho Plateau na Mwae Plateau Kageregere hatufanyi kazi. Lakini tunasema hivi kwa wenzetu wa viongozi wa kizalendo, antuka tusifanye kazi ya kufieka adui, tujikusanye sisi sote ili tuendeleshe kupiga adui. Adui iko mingi kabisa, shende mtumba yote mnayala adui. Wahasi wa M23 walikuwa na songa kwa kasi kubwa sana tarafani Mwenga
lakini wameanza kukutana upinzani mkali baada ya vikosi vya kizalendo vikiendelea kupanda siku baada ya siku kwa lengo la kuweza kuzuia, kwa lengo la kuweza kusonga mbele na kuweza kukabiliana na wahasi ambao wana nia ya kuweza kusonga mbele na kuchukua udhibiti wa mji mzima wa Kamituga, lakini pia Mwenga Center ambako vikosi vya majeshi kutoka Burundi wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanasema kwamba kitu hicho akitoka kikitokea. Kwa hivyo hali ya Mwenga Center ni yenye utulivu, tofauti na kile ambacho endelea kusikia mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu, ila utata bado hupo kwenye maeneo ya mstari wa mapambano huko kwenye mipaka ya kuingia katika eneo la Mwenga Center, ndipo majeshi wa FARDC, majeshi ya wazalendo pamoja na majeshi ya Burundi wanapatikana kwa kiwango kikubwa sana, na wanaendelea kutua siku baada ya siku wakiwa na lengo la kusema kwamba adui asipate nafasi ya kuweza kuingia huko maeneo ya Mwenga Center kama wanavyopangilia kuweza kuingia maeneo hayo. Na tukitoka huko Mwenga moja kwa moja jelekeze kwa tarafani Uvira, ambako wananchi wa Uvira wameonyesha kupinga vikali uchukuaji wa mawe katika mto wa Kavimvira kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha mpaka cha Kavimvira, kutokana na hatari zinazoweza kutokea siku baada ya pale ambako mvua inapokuwa inanyesha huko tarafani Uvira. Tangu mwaka wa 2020 hadi leo mto huo umekuwa ukifurika bila kudhibitika na kusababisha vifo, majeruhi makubwa pamoja na uharibifu wa miundombinu ya kijamii ikiwemo shule, makanisa, nyumba na makazi pamoja na soko, lakini pia pamoja na mali za wananchi. Hali hii inahitaji umakini wa haraka na wa kiwango cha juu ili kuepuka maafa mengine makubwa ambayo yanaweza kutokea kipindi cha mvua kali. Hawa hapa ni wananchi ambao wamesimama mbele kabisa ya mto huo wakipinga uchukuaji wa mawe katika maeneo hayo ili kuepuka hatari ambazo zinaweza kutokea kipindi cha machafuko ya mvua, kipindi hiki cha masika. Hapa wasikilize. Kwa sababu kubwa bazima hatuna besoin tukufe na mtoni tena masasi tukumbe na ile haina maana. Esipake soko iko sauvetage population ya Kavimvira, batu ya Kasenga, siwi Kilomoni. Munduko na besoin soko bomolewe? Hapana. Banga wanakatala soko bomolewe? Siote. Journaliste kamata mafoto autorité baone kama population aliko mviabo. Tutapigana kofi. Tunasifi. Wanasemeka kwa wakati puse eko munyumba sana. Na tujielekeze moja kwa moja huko Serbia, ambako alipo kwa sasa rais wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambaye mbele ya diaspora wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nchini Serbia, Rais Felix Tshisekedi Chilombo ametoa ufafanuzi mpya kuhusu makubaliano yaliyotiliwa saini kati ya Kongo na Rwanda chini ya usimamizi wa Marekani. Akizungumza Ijumaa tarehe 28 Novemba, Rais Felix Tshisekedi alithibitisha kuwa hatayaratibu rasmi makubaliano hayo katika siku zijazo hivi karibuni. Fahamu kwamba tarehe 4 ndo zinapangwa tena kwa rais wa Rwanda na wa DRC Felix Tshisekedi kuweza kukutana kwa ajili ya kuweza kutia saini chini ya mwamvuli wa Marekani kwa lengo la kuweza kutafuta mbinu ya kuweza kusitisha vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini sasa Rais Felix Tshisekedi amewahakikishia wa diaspora walioko Serbia kwamba hataratibu rasmi makubaliano haya katika siku chache zijazo huko Umarekani. Kauli hii imeapishwa pia kwenye ukurasa wake wa X wa rais, wakati ambapo mvutano kati ya DRC na Rwanda unaendelea kupamba moto siku baada ya siku. Rais Felix Tshisekedi alisema wazi, nitasafiri kwenda Washington kuyatilia saini makubaliano haya yaliyofikiwa chini ya Umarekani na ambayo tayari yametolewa hadharani kwa wazi. Lakini msidanganywe, hatutofanya brassage wala mixage huko ambako tunaenda. Akiwa nchini Serbia,
Rais Felix Tshisekedi ameanza kuwashukuru diaspora kwa mapokezi makubwa waliompokea. Hebu sikiliza kwa makini. Pour cet accueil chaleureux, c'est ma deuxième visite officielle en Serbie et à chaque fois que je suis venu ici, l'accueil a été très chaleureux. Et donc, au nom de ma délégation, de mon épouse et de moi-même, je dis grand merci au président Vučić et tout mon soutien au peuple serbe pour tout ce qu'ils ont comme défi, qu'ils rencontrent comme défi. Et nous avons tous les encouragements à partager avec eux. Et je crois que le président a englobé tout ce que nous nous sommes dit, qui a été très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences. Na mpaka hapa ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 30 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Nasema asante kwa kuwa nasi, asante kwa kusubscribe channel hii, asante kwa kusambaza habari zetu, na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki. Tukutane katika taarifa zetu za hapo baadaye. Bye bye.